Tuko hapa kanisani Sanawari na watumishi wa Mungu kama unavyowaona. Ni kila Jumanne saa 8 mpaka saa 12 na kila Ijumaa pia saa 8 mpaka saa 12, na Jumamosi tunakuwa na ibada ya mtu moja au ushauri au maombi ya kinabii. Kwa karibu, kama umeona hapo ndio ofisi zetu za hapa Sanawari, ni studio yetu pia hapo. Kwa hiyo karibu sana popote. Amen. Kwa mtumishi wa Mungu Samuel hapo anaweza akasalimia na akakusalimia tu kidogo aongee. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa Samuel Said. Ni mtumishi wa KOG. Nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwa ajili yako wewe mtazamaji unayetuangalia, na wewe ambao una mahitaji yako mbalimbali. Kwa hakika Mungu yupo na anatenda. Amini tu, utakutana na utukufu wa Mungu. Amini tu, maisha yako yatabadilika. Nipende tu kusema jambo hili moja, kwamba kwa neema ya Mungu na kwa utukufu wa Bwana, maisha yako yatabadilishwa, kwa sababu tunamwamini Yesu kwamba yupo. Wewe ambaye unaendelea kumfuatilia Nabii Namba 7 ni mtu pekee sana ambaye Mungu amekuinua kwa kulipa gharama mbalimbali, kwa machozi, kwa huzuni. Hakuna anayetoka kwamba watu wengine wanadhani anaibuka. Mtu anaibuka, haibuki tu. Kuna gharama anaingia za kimaombi, kufunga na kuomba. Na nataka nikwambie, anafunga na kuomba kwa msimamo ama kwa msukumo wa Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu na kiongozi, ili tupate msaada na kusaidia wewe pia. Kwa hiyo karibu sana KOG Online TV, kila siku kuanzia saa 3 ama saa 4 utafunguliwa, utakadiriwa, utaombewa kila siku. Kasoro ile siku ya Jumapili kwa ajili ya mtumishi wa Mungu uweza kupumzika. Lakini pia karibu kila Jumanne Sanawari hapa maeneo ya Kazamoyo, Kivululu. Karibu sana kila Jumanne na Ijumaa. Na sehemu nyinginezo Tanzania pia kuna watumishi wa KOG tayari mtumishi atapakaa. Na hata wewe hapo ulipo saa yote tutakufikia, wa Kenya, Uganda, Rwanda, sehemu mbalimbali tutawafikia. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen, amen. Yuko mtumishi wa Mungu hapo, Askofu Jeremia. Yuko hapo na haya kupungie kidogo. Amen, amen. Nakusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji, ni kweli tuko maeneo haya ya Sanawari KOG TV. Nitaka tu nikuambie jambo moja, kwamba Mungu anaweza kuponya. Maana kama ilivyoandikwa, yeye ni Mungu asiyeshindwa jambo lolote. Anaweza chochote ambacho yamkini imekuwa
haiwezekani kwa mwanadamu. Kwa hiyo tunakualika ili kukutana na Mungu kama ambavyo Biblia inasema, muaminini yeye aliyetumwa na yeye. Na mtumishi wa Mungu nabii namba 7 ni Mungu mwenyewe amemtuma, na kama Mungu amemtuma analo jambo kwa ajili ya maisha yako, jambo la kukuinua kutoka mahali ulipo kupeleka mahali pengine. Na neno hili ambalo tunalo neno la kinabii, kama wakati wa Yesu Kristo akasema mwenyewe, nimetumwa na Baba, na kama Baba amenituma ninafanya mapenzi yake, ninafanya kazi yake. Kwa hiyo tunaamini mtumishi wa Mungu nabii namba 7 anatenda kazi zile za Yesu Kristo katika kuwasaidia watu, kuwafungua watu na kuwaponya watu. Kwa hiyo tunakualika wewe, si wewe peke yako tu, lakini pia na wengine, marafiki, jamaa, naweza kuwaalika wakashiriki neema hii ya Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu, na Mungu atakubariki sana, na wewe pia atakuinua kutoka hatua nyingine kwenda mbele, kwa sababu umefanyika mkono wa Mungu kuwasogeza au kuwaleta wengine kwa Kristo. Basi nikutakie utazamaji mwema wa video vyetu vya kila siku hapa KOG TV. Bye bye. Amen. Yuko mtumishi wa Mungu hapo, Chifu Ngoitiko yuko hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunafurahi sana kuwa na baba nabii namba 7. Nina furaha, na kama mimi nimecheka, naamini hata kwamba nao utacheka. Na furaha, hata kama umepita katika wakati wa huzuni, utakuwa na huzuni, utaondoka na utafurahi na utacheka na wewe kama nami nilivyocheka. Karibu sana, mfuatilie baba nabii namba 7 KOG TV. Lakini hivi kama ulivyoambiwa, siku ya Jumanne tutakuwa na kipindi hapa na siku ya Ijumaa. Lakini tunakaribisha sana kwenye huduma zile za live ambayo inaanza saa 3 usiku mpaka saa 9. Usikose, majibu yako ndio muda huu sasa. Hebu ikatae kitanda. Wakati nabii wa Bwana wakati anahudumia watu, jiunganishe hapo kwenye TikTok, kwenye Facebook na Instagram na mpaka WhatsApp, YouTube bado yuko. Kwa hiyo usikuwa usilale, ng'ang'ania pindo la nabii namba 7. Sasa ndio linafanya kazi. Ile pindo la Yesu Kristo imeshafanya kazi kwa wakati ule. Sasa hivi ile roho ya Yesu Kristo imewekwa ndani ya nabii namba 7. Kwa hiyo majibu yako yote kwa nabii namba 7. Karibu sana, Mungu akubariki sana. Amen. Niko na mtumishi wa Mungu hapa, Apostle Sule. Shalom, shalom. Kama ulivyosikia majina yangu, naitwa Apostle Sule. Ni mtumishi wa Mungu, mojawapo wa watumishi wa Mungu ambao wanatumika na kanisa la KOG Kingdom of God Church. Tuko hapa kwa ajili ya kuwakilisha ufalme wa Mungu na mtu wa Mungu nabii namba 7. Na kama watumishi wenzangu walivyoongea, hali kadhalika na mimi naongea hivyo. Ninataka nikwambie neno moja kwamba maandiko yanasema tangu enzi ya Yohana Mbatizaji mpaka sasa hivi ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na mtu atakayeuteka ni yule anayejiingiza kwa nguvu. Kwa hiyo jiingize kwa nguvu, usipende kulala. Maandiko yanasema usipende usingizi, usije kama maskini. Kwa hiyo maskini mwingine unaleta na usingizi. Hata maandiko yanasema, Suleiman anasema nilipita katika shamba la mtu mvivu nikaona imemea majani. Kwa hivyo jitahidi sana kwa usingizi, kesha na mtu wa Mungu. Pokea majibu yako wakati wa usiku. Wakati wa usiku ni wakati ambao maadui wanapanda mbegu. Kuna mtu mmoja katika Biblia anasema aliona watu walipopanda mbegu, akaja asubuhi akamwambia, Bwana, ukupanda mbegu nzuri kwenye shamba. Ni kwa nini basi kama ulipanda mbegu nzuri imeota na magugu? Neno lilosema akasema wakati tulipolala adui alikuja akapanda mbegu mbaya katikati ya ikaota pamoja na magugu. Kwa hivyo sasa wakati wa usiku ni wakati wa kujenga maisha yako ya kiroho ili uvune kimwili. Jitahidi kutafuta neema ya Mungu kutoka kwa mtu wa Mungu. Maandiko yanasema pia Israeli aliokolewa na mkono wa nabii.
Kwa hiyo jitahidi kutafuta kuwa chini ya mkono wa nabii. Una mchungaji wako sawa, una mwalimu wako sawa, lakini nabii, Mungu aliweka watu wawili katika nchi. Aliweka mfalme, akaweka na nabii. Kwa hiyo jitahidi wewe utafuta neema ya Mungu kupitia mtu wa Mungu. Habari zote wakati mwingine watu walipomuona nabii zamani waliuliza kuna amani. Kwa hiyo ni wakati wa kuuliza kama kuna amani juu ya maisha yako, ili mtu wa Mungu akuambie iko amani. Kama hamna aseme hamna, alafu akwambie vipi sasa upate hiyo amani. Mwenyezi Mungu akubariki. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine vijavyo katika jina la Yesu. Amen. 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 Barikiwe. Baadaye saa 3 tutakuwa live tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, mwana wa Mungu aliye hai. Lakini kuna hiyo pointi kwamba nilipita karibu na shamba la mtu mvivu, kumbe limemea majani. Kwa hiyo angalia na wewe shauri yako. Sasa wale ambao wanaanza kupotea warudi. Baadaye tutakuwa na maombi makali kweli kweli. Kwa hiyo zingatia ili baadaye tuweze kufanya vizuri sana. Yes, naona watu wengi wanamiminika kujiunga. Yes. Kwa sababu ya muda nilikuwa tunakupa taarifa kwamba baadaye saa 3 tutakuwepo na watumishi wa Mungu hawa hapo kama unavyowaona. Hawa hapo. Unaona hawa hapo. Hawa hapo. Hao. Naona sasa. Kwa hiyo tuko hapa studio za KOG TV. Amen. Amen.